Unashangaa kwa nini kuku wako wanataga mayai madogo kama ya njiwa wakati unawalisha vizuri kila siku? Wafugaji wengi wanafikiri ni bahati mbaya, lakini ukweli ni kwamba kuna siri ambazo ukitumia kuku wako wataanza kutaga mayai makubwa, mazito na yenye soko. Basi kaa nami mpaka mwisho, maana siri ya 4 ndio ya muhimu na itakushangaza. Mambo vipi mdau wa ufugaji? Karibu tena kwenye channel yetu ya DM and Share Agriculture TV. Leo tunaingia ndani ya banda la kuku kutatua tatizo la mayai madogo. Kama unataka kuongeza thamani ya bidhaa zako, basi video hii ni kwa ajili yako. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe na umeminya kikengele ili usipitwe na darasa lijayo. Sasa tunaenda moja kwa moja kwenye siri ya kwanza. Siri ya kwanza ni lishe, calcium na protini. Hii ni siri kubwa kuliko zote ambayo ni lishe. Yai linahitaji ganda imara na ujazo wa ndani. Hakikisha kuku wako wanapata protini ya kutosha, angalau 16% mpaka 18 ya madini ya chokaa na calcium. Ongeza mifupa iliyosagwa au maganda ya kamba kwenye chakula chao. Bila calcium, yai haliwezi kutanuka na kuwa kubwa. Siri ya pili ni umri wa kuku, the maturity factor. Hii ni siri muhimu sana. Mara nyingi kuku wanaanza utaga mayai madogo. Hii ni kawaida. Ukiona kuku wako wameanza kutaga na wanataga mayai madogo, wala usishangae au kuanza kuwatafutia dawa. Hiyo ni kawaida kabisa. Lakini mayai ya kuku huanza kuwa makubwa kuku wanakofikia wiki 40 mpaka ya 50. Sasa ikitokea kuku wako wamefikisha wiki 40 mpaka 50 bado wanataga mayai madogo, hapo ndo uanze kushtuka na uanze kutafuta tiba au uanze kutafuta wapi umekosea ili uweze kurekebisha. Usiwaishe kuku kutaga kwa kutumia mwanga mwingi kabla ya miili yao haijakaa vizuri. Kuku anayekuwa vizuri kiumbo hutaga yai kubwa tangu mwanzoni. Siri ya tatu ni maji ya kutosha. Maji ndo kila kitu. Je, unajua kuwa yai lina asilimia zaidi ya 65 ya maji? Ukipunguza maji kwa masaa machache tu, kuku atataga yai dogo au ataacha kabisa kutaga. Hakikisha maji ni safi, ya baridi, sio ya moto wa jua, au yanapatikana muda wote. Maji yapatikane muda wote bandani. Siri ya 4 ni kudhibiti uzito wa kuku. Hii ndio siri ambayo wafugaji wengi wanaikosea. Kuku akiwa na mafuta mengi tumboni, yani mnene kupita kiasi, mfumo wake wa utagaji unabana na kutoa mayai madogo au yenye matatizo. Hakikisha kuku wako wanakuwa na uzito sahihi kulingana na mbegu yao. Usiwape wanga ile carbohydrate kupita kiasi bila mazoezi au nafasi ya kutembea. Sasa wewe unakuta kuku wako umeweka kwenye keji, lakini chakula chao kina carbohydrate nyingi. Kuku atakuwa mzito. Kuku akishakuwa mzito hawezi kutaga au atachelewa kutaga, au hata akitaga basi atataga mayai madogo. Kwa hakikisha wanga umebalance. Siri ya 5 ni mazingira, yani tunasema mazingira yawe tulivu, yasiwe yanayomletea kuku msongo wa mawazo au stress. Kuku wenye stress nyingi hatagi yai kubwa. Kelele, joto kali au kusumbuliwa na wanyama waharibifu hufanya kuku watoe homoni zinazozuia ukuaji wa yai. Hakikisha banda lina hewa safi na utulivu. Sasa ninakupa bonus. Hii siri ya mwisho ninakupa bonus yake. Nenda katafute supplements fulani. Zinaitwa GLP. Utaona picha hapo, zinaitwa GLP. Kama ukiona kuku wako wamefikisha wiki 40 hadi 50 lakini bado wanataga mayai madogo, tafuta hiyo GLP, itakusaidia. Sasa ukizingatia hayo mambo matano ambayo ni lishe, umri, maji, uzito na utulivu, na kuhakikishia utaanza kuona mabadiliko kwenye tray zako za mayai ndani ya muda mfupi. Je, wewe unatumia mbinu gani nyingine kupata mayai makubwa? Hebu tuandikie hapo chini kwenye comment ili na wengine nao wapate kujifunza. Kama video hii imekusaidia, mpe rafiki yako au mfugaji mwenzako ili naye anufaike. Hadi wakati mwingine, happy farming.